wanajishughulisha nazo, tunajishughulisha na shughuli za uchimbaji wa madini. Na kwa muda mrefu sana shughuli za uchimbaji wa madini hapa sisi kama halmashauri tuliziacha katika utaratibu wa sekta binafsi peke yake, na tukaziacha chini ya usimamizi wa ofisi ya RMO peke yake. Na matokeo yake ni nini, ndugu mwenyekiti? Matokeo yake ni kwamba vijana wengi katika wilaya yetu ya Iramba wameshindwa kupata elimu, kuwa na uelewa na kuwa sehemu ya wamiliki wa mali hii ambayo inapatikana katika wilaya yetu ya Iramba. Vijana wengi katika wilaya ya Iramba hawana leseni za uchimbaji, sio leseni kubwa za utafiti wala si leseni ndogo ya mwelo za uchimbaji. Matokeo yake vijana wetu wameenda kuwa waajiriwa ama wanafanya kazi katika leseni za watu, kisha wao wanaenda kulipa litani kwa watu ambao wanatuma na watu ambao wanamiliki leseni katika ardhi yao. Wananchi wa Mgongo pale, vijana wa Mgongo pale, anaanzisha duara, yeye anaambulia kidogo, kingi anaambulia mwenye leseni kwa sababu yeye hana leseni. Sasa jambo hili lilipofika katika serikali, tukasema tuliwekee mpango kazi wa kuwezesha sasa uchumi huu wa wilaya yetu, vijana wetu nao wanakuwa sehemu ya uchumi. Miaka nyuma tumeendelea kuwa na utamaduni wa kuwapa fedha vijana, hapa vijana milioni 20, milioni 30, wanaanzisha kikundi cha bodaboda, wanaanzisha shamba la kulima bustani, wanaanzisha ufugaji wa kuku, wanaanzisha ufugaji wa ng'ombe, wananunua mazao. Lakini zipo biashara nyingine ukiacha hizi za kitamaduni ambazo tumezizoea, na biashara hizo ni shughuli za uchimbaji wa madini. Tumejipanga sasa kama serikali kuhakikisha sisi kama serikali tunawasaidia vijana wetu kupata leseni kwanza, lakini la pili kuwawezesha mtaji wa kuanza kuchimba na kuanzisha maduara katika leseni wanazozimiliki. Na huu ndio mwelekeo kuanzia sasa, na halmashauri pia tumeipa maelekezo, kwa sababu eneo kubwa ambalo linachimbwa madini linamilikiwa na halmashauri. Mlima wote wa Sekenge huko chini ya halmashauri, na maeneo mengi kule bondeni yako yanamilikiwa na halmashauri. Halmashauri nayo ione sababu ya kwenda kuchukua leseni yenyewe, kukata PML ndogo na kuenda sasa kuwapa vijana kama ambavyo wanawapa fedha milioni 30, milioni 40 kuanzisha kikundi. Sasa hivi tunaita kijana vikundi, kama ni vijana 10 tunawapa leseni yao. Ile milioni 30 ambayo tunawapaga wakafuge kuku, tunaambia milioni 30 hii hapa, tunaenda nendeni leseni ni hapa. Na tumeongea na wenzetu wa GST, na juzi nilikuwepo huko mwenyekiti, na nitarudi tena wiki ijayo kwa ajili ya kuja kufanyiwa utafiti. Wasichimbe sasa kwa kubahatisha kwamba tunawapa milioni 30 za kuanzisha duara, tumewakabidhi na leseni, tunawapa na geologist report inaonyesha mambo unapita wapi, uko mita ngapi, na kwa katika direction gani. Ni imani yangu ndugu mwenyekiti, tukifanya haya vijana wa wilaya hii tutawakuza kiuchumi, watakuwa na kipato, lakini utulivu wa vijana utaendelea kupatikana katika wilaya yetu, kwa sababu watakuwa wanaajira, wamejiajiri, na hawa pia watozalisha watajiajiri, watawaajiri wenzao kutokana na biashara hii ya madini katika wilaya yetu. Lakini pia wawekezaji wa nje, ndugu zetu wapo, ndugu zetu kutoka China wamekuja wanawekeza katika kampuni mbalimbali. Hawa ni wenzetu pia, ni wawekezaji wetu katika wilaya yetu. Tunashirikiana nao katika shughuli za maendeleo. Nimetoka kuambia, nilikuja hapa, mapato ya wilaya hii ya TRA tulikuwa tumekusanya milioni 600 mwaka 2021. Target yetu ilikuwa ni kukusanya milioni 800, hatukuweza kukusanya milioni 800. Tulikusanya milioni 600. Kwa sababu gani? Hakukuwa na biashara hapa
hata shughuli za uchimbaji zilikuwa ni ndogo na kiasi kidogo sana kilikuwa kinapatikana. Tukafanya kongamano hapa la madini na kukaribisha wachimbaji na kuwapa elimu na kuwaambia watu wachukue leseni na wawaite wawekezaji ili waweze kuchimba madini, tuweze kuzalisha na ili serikali ipate mapato na wao pia wakuze kipato chao. Leo ndugu mwenyekiti, ripoti imesema kwamba tumetoka kwenye milioni 600 tulizokusanya mwaka 2021, sasa tumekusanya milioni 5 katika wilaya yetu. Kwa hiyo tunaendelea kukaribisha wawekezaji, tutaendelea kuwapa ushirikiano, lakini lazima tu harmonize situation, kutatua migogoro, kuhakikisha kwamba wawekezaji hawawaumizi wachimbaji wadogo wala wananchi hawaendi kuvamia maeneo ya wawekezaji, kwa sababu hilo ndio ambalo tunataka kulitengeneza. Kila mmoja apate nafasi ya kuweza kuchimba na kufaidi uchumi ambao unapatikana katika wilaya yetu kwa kuweka taratibu nzuri za wachimbaji, kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa maeneo kwa wachimbaji wadogo waweze kuchimba. Na katika hili nimpongeze bwana mmoja kwa na leseni anaitwa Yuda, sijamsha katika utambulisho pale, sijamuona katika waliosimama kutambulisha. Yule bwana ni mwekezaji wetu, anachimba Misigiri, lakini yeye amesha surrender leseni 23, ameikabidhi serikali leseni hizi wakapewa vijana wa. Lakini hivyo hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu siku ya tarehe 4 ya mwezi wa 3 ya mwaka huu 2026 alimuita afisa madini wa mkoa tukiwa mkoani pale na kumpa maelekezo mahususi kwamba atafute leseni, hizo leseni ziweze kufutwa, ziweze kupangiwa sasa blocks kwa ajili ya vijana waweze kupatiwa kama ambavyo nimeeleza. Leseni ambazo zimekabidhiwa mpaka sasa kutoka ofisi ya madini ni PL 6, na naomba niwasomee majina na namba ya PL hizo ambazo tayari mpaka sasa ziko kwenye mchakato wa kufutwa, ili sasa wananchi wa wilaya hii waweze kutengezewa leseni ndogo ndogo waweze kunufaika na uchimbaji wa madini.